Nzuri, habari za kwako? Naam. Nzuri, umeshindaje leo hii? Nimeshinda vizuri, namshukuru Mungu. Leo sukari yako ilikuwa ngapi? Leo sukari yangu ilikuwa 5.2. 5.2. Asante. Naomba ufike mic yako alafu nitakukaribisha. Kwa wale wote ambao jana walikuwa hawajahudhuria live, tuliongelea mambo tofauti tofauti, lakini sana tuliongelea masuala yanayohusiana ganzi, vichomi, umeme, maumivu makali kwenye viungo vyetu ikiwemo miguu na mikono. Lakini vile vile tukapata, baada ya kudiskasi sana, tukampa nafasi dada yetu Evelyn ambaye ajatuelezea yeye vipi amehangaika kupambana na sukari. Hajafanikiwa, yani lile lengo halijafika la kupona sukari moja kwa moja, lakini ni tofauti alipotoka na sasa hivi alipo. Sasa ni katika watu ambao wamepambana, sukari yao ikakuwa imegoma katika sehemu fulani, lakini sasa alhamdulillah matokeo yake mazuri. Kama mlivyomsikia leo mwenyewe amesema sukari yake leo imesoma 5.2. Tunataka tumpe nafasi sana atuambie mambo angalau matatu kimuhtasari kabisa. Jambo la kwanza atuambie kilichomfanya ugundue sukari, au kitu gani kilichomsababisha yeye apate sukari. Atuambie hili bora, kitu gani kimemsababisha yeye apate sukari, ili na sisi tuweze kupata mazingatio. Jambo la pili, amepambana vipi mpaka kupambana, yani amepambana vipi kabla hajakutana na sisi. Ile sukari amepambana vipi ili ikuke ndani ya mwili wake kabla hajakutana na sisi, na baada ya kukutana na sisi amefanya nini na matokeo yake ni yapi. Asante dadangu Evelyn, naomba nikukaribishe. Karibu. Mimi nafunga mic. Asante. Habari za saizi? Nzuri, kwa niaba ya wote wana Reviver, sisi tunaendelea vizuri. Mimi sukari yangu niligundulika mwaka jana mwezi wa kwanza, na nilikuwa nikipata shida, sina kawaida ya kuugua, lakini nilifika mahali nikawa nasumbuliwa sana na kichwa. Baadaye nikaanza kuumwa bega la upande wa kulia. Basi nilitoka nikaenda hospitali. Nifika hospitali wakanipima kila kitu, wakagundua sina tatizo lolote, lakini daktari nilikutana naye alipata viashiria vya sukari. Akanipima, ilikuwa kwenye 8, lakini aliamua kufanya kipimo cha miezi mitatu, ambapo nikatoka nikarudi kesho yake, akaniambia kipimo cha miezi mitatu ilikuwa 14, na alitaka kunipa dawa. Nikamwambia hapana, huu ugonjwa nadhani ni mfumo tu wa maisha na lishe ndio unachangia. Kwa nini msinipe nafasi ya kupewa hata maelekezo kuhusiana na chakula, labda na kubadilisha vitu gani, ili niweze kubadilisha na kuona nitasimama wapi. Kwanza nilikuwa siipendi kabisa sukari. Mama yangu alifariki mwaka juzi, alikuwa akisumbuliwa tu na pressure, hakuwa na sukari. Alikuwa na miaka 84. Mwisho wa mwaka huo nilikwenda kwetu Arusha, nikakuta mama anasumbuliwa na pressure, tukalazwa hospitali fulani huko. Akatibiwa, akapona, tukarudi nyumbani. Tulikula sikukuu zote hospitali, na aliruhusiwa tarehe 10 Januari. Na mimi likizo yangu ilikuwa imeisha. Ilibidi nimwache kwa ndugu zangu, na watoto wa ndugu zangu wanaishi na mama pale nyumbani. Kwa hiyo ilibidi niondoke nirudi kwangu Mwanza. Kama kawaida, unapokuwa mtu amelazwa akitoka, nadhani baada ya siku 14 anarudi hospitali. Akakutana na daktari, kama mnavyojua unakutana na daktari yoyote tu kuangalia maendeleo. Sasa daktari yule atukujua ilikuwa bahati mbaya ilikuwaje, alikuta mama anaendelea vizuri, lakini kwa kuwa pale kuna watu wengi, wajukuu zake walibeba uji wa ulezi. Kwa hiyo ile kuwahi namba, walipofika pale wakampa, akanywa uji mwingi akashiba. Katika kufanya vipimo wakakuta sukari yake iko 6. Sasa sijui ilikuwa ni bahati mbaya, daktari akutaka kuangalia historia ya mgonjwa wala nini, alimpa dawa zake za siku zote, akampa na dawa za sukari pasipo kuwaambia.
Usiku mida kama hii nimetoka kazini, niliongea naye sana, anacheka, anafurahi, anaendelea vizuri, alienda anatembea. Wakasema umenibadilishia na dawa moja, wameniongezea nyingine. Hawakuandika wale watoto wa kugundua ile dawa ilikuwa ya sukari. Walimpa bibi yao chakula, wakampa dawa zake za siku zote za pressure, wakampa na kile kidonge kimoja. Kufika saa 8 usiku bibi alikuwa anampapasa binti ambaye alilala naye pale. Alikuwa hawezi kuongea tena. Sukari yake ilishuka mpaka walimkuta ameloa kama amemwagiwa ndoo ya maji. Kwa kuwa ilikuwa usiku sana, walilala kulipopambazuka, wakamrudisha pale hospitali. Pale hospitali hawakuangalia dawa ambazo alimpa yule dokta. Walikuta sukari imeshuka mpaka 1.47. Alishinda vile, akalala. Kesho yake aliingia daktari wake ambaye alikuwa anaenda kumuona pale kliniki. Ndio wajukuu wakagundua kuna dawa pale alipewa tofauti. Walipomwonyesha akasema ni dawa ya sukari, mbona bibi yenu hana sukari? Basi ndio akaongea na wenzake pale, wakafanya ya kufanya. Nadhani walipandisha sukari ya bibi, ikarudi tena 6, lakini ilimwathiri hakuwahi kuongeaga tena. Alikuwa haongei. Tulimuuguza pale mpaka ikashindikana, wakaanza kumpa dawa nyingi kumsaidia. Walipoona imeshindikana, mwezi wa tatu mwishoni, wakasema tumpeleke hospitali ya Mount Meru Arusha. Tulimrudisha pale, tukakuta tayari ameshaingia kwenye tatizo la figo. Dawa alizokuwa anapewa muda mrefu ni nyingi. Basi alifanywa dialysis kama mara 10. Walisuggest wamfanyie mara 12. Ile ilifika mara 10, waliona hamna improvement yoyote, wakasitisha. Na baadaye mama yangu alifariki. Kwa hiyo pale ndio nilijua ugonjwa wa sukari ni mbaya na dawa za sukari ni mbaya. Ndio maana sikukubali yule daktari anipe dawa. Hapo mwaka 2021 nilifiwa na mume wangu. Aliugua kama miezi 9. Tulikuwa tunamuuguza hapo hospitali ya Bugando. Kufikia ile miezi 7 walikuja kumgundua anaishiwa damu. Baadaye wakagundua alikuwa na kansa. Kwa hiyo 2021 mwezi wa 7 nilimpoteza mume wangu. Baada ya kumpoteza mume wangu, mama yangu alianza kuugua. Naye akaishia kuingia kwenye shida, naye akafariki ndani ya mwaka. Kwa hiyo nikawa nimepoteza watu wawili muhimu kwenye maisha yangu. Kwa kweli nilikuwa na stress ya hali ya juu. Kwa sababu baba yangu pia alishatangulia mbele ya haki mwaka 2006. Nikawa na mawazo sana, namuuliza Mungu, kwa nini sasa hivi? Nilikuwa nimebakiza mama yangu ndo angalau msaada wangu mkubwa na kimbilio langu. Naye ameondoka. Kwa hiyo niliingia kwenye mateso ya mawazo sana, nikawa silali. Nikawa nakosa usingizi mpaka nasikia majogoo yanawika. Kwa kukosa usingizi nilikuja kuanza kuumwa tena kichwa kabla ya hii issue ya sukari. Nikawa naumwa kichwa sana. Kuna hospitali jirani na ofisini kwangu, siku hiyo nikaenda. Nifika pale wakaniambia nina pressure 215 kwa 110. Nilipewa dawa pale karibu aina 4 tuliza ile pressure, na waliniuliza umekuja na nani? Nikamwambia mimi nimekuja peke yangu. Kwa hiyo nilipambana na pressure ile mpaka nikaishusha. Lakini still kwenye usingizi nikawa sipati usingizi. Na stress nilikuwa nayo ya hali ya juu. Bahati mbaya sana na ofisini nikapata tatizo ambalo nalo lilinisumbua, lakini namshukuru Mungu lilikuja likaisha. Kwa hiyo stress pia inachangia sana kupata haya magonjwa. Basi daktari aliponiambia kuhusu sukari nilimkatalia, nikaondoka mwezi wa kwanza. Pale sikupata mtu sahihi wa kunicoach na kunielekeza kama nilivyokutana na Dr. Masudi. Nilipata grupu kule ambalo wanakuelekeza tu utume picha ya chakula. Hakuna cha kuangalia chakula hiki kina madhara gani, chakula hiki kitaleta nini. Hakuna mjumuisho wa live kama hizi ambako utamsikiliza mtu na utaelewa na utaona mimi nilikuwa nakosea wapi, nirekebishe wapi. Na light kama ningekutana na Dr. Masudi mapema, nadhani saa hizi ningekuwa nimeshapona. Kwa sababu pale ulikuwa unaambiwa kula hiki tu, kula kidogo. Leo fanya hiki. Kulikuwa hakuna cha mazoezi.
kulikuwa hakuna cha taarifa zingine muhimu kama tunazozipata kwenye grupu hili. Sasa nadhani ilikuwa ni bahati tu, na muda wote huo nikipambana nilishusha sukari yangu mpaka ikafika 6.5, sometimes inapanda, kwa sababu nilikuwa naambiwa weekend nile wali, yani nile wanga, na mimi nikawa nakula wanga Jumamosi na Jumapili pasipo kuambiwa kwamba tusiguse wala kuwaza. Kwa hiyo kama ningekutana na Dr. Masudi mapema, nadhani ningekuwa nimeshapona. Kwa hiyo baada ya kukutana na Dr. Masudi mwezi wa 7, niliacha wanga wa aina yoyote, sikugusa tena wala sukari. Na nilianza mazoezi kwa dhati kabisa, nikidhamiria kwamba sasa naona napoteza muda na hiki kitu ni hatari. Na niliwasiliana naye, nilimsumbua sana mpaka baadaye tukakubaliana, nikaingia mpaka kwenye 7-day challenge. Baada ya kuingia huku, kwa kweli nimepata elimu kubwa sana. Nilikuwa napata viganziganzi kwenye mkono wangu wa kulia, vidole viwili vya mwisho hivi. Nilikuwa pia kuna siku usiku napata miguu yangu inakuwa haiko comfortable kama vitu vinatembea. Nilikuwa pia napata gesi pasipo kujua nini kinasababisha mimi nipate hiyo shida. Lakini kwenye grupu, kwa kuwa watu wanaongea, watu wanashare, wanaelekezwa, tunaelekezana, nikajifunza vitu vingi. Kwanza nilianza kugundua waliokuwa wanalalamika na ganzi wana changamoto hiyo, lakini kwa kufuata muongozo wa Dr. Masudi alivyokuwa anasisitiza mazoezi na kutuma ripoti, nilikuwa naangalia nini nimefanya na nini ninapata matokeo baada ya kufanya kile kitu au kula au mazoezi. Kwa hiyo nilianza kutembea. Nilikuwa natembea mpaka hatua 10,000 kwa siku. Ganzi ile ilianza kuondoka. Vile vitu vilikuwa vinatembea mwilini viliondoka. Nikabaki na shida ya gesi. Haikuwa kali, lakini nilikuwa nayo kwa sababu mimi ninaposikia kitu nakifuatilia. Na nilisikia wengi wakilalamika. Nikagundua baada ya kutuma zile ripoti, kesho yake mtu unaamkaje? Nilikuwa nakunywa sana chai ya maziwa mpaka jioni. Nikagundua chai ndio inaniletea gesi. Nikaisimamisha. Gesi ikaanza kupungua. Mazoezi. Kwa kufanya kwangu mazoezi, viashiria vingi vya sukari vilikuwa vinaondoka taratibu mwilini mwangu. Maumivu ya kichwa, vidole hivyo kuweka ganzi, maumivu ya shingo, kulala kukosa usingizi, nikaanza kupata na usingizi. Na kupitia ripoti za wenzangu, nilikuwa nasikiliza sana na kugundua kwamba kuna baadhi ya vitu mimi havinikubali. Kuna mada ya kula ugali wa dengu. Naona wengi walikuwa wanafanya sana na wanafanikiwa. Mimi ni kila hata dengu iliyoungwa tu kama mboga, sukari yangu ilikuwa inapanda. Kwa hiyo kwa kupitia zile live nilikuwa nagundua nini nifanye na nini niache. Kwa hiyo dengu ilinishinda, nikaiondoa. Na kila nilichokuwa nagundua kinanikataa, kuanzia chai, kuanzia dengu na vingine vingi, hata maharage, nilikuwa naona improvement fulani. Kwa hiyo nilikazana kuangalia vitu gani vinanifaa, vitu gani havinifai, kitu gani niongeze kwenye chakula changu kama salad. Na kweli nilianza kuona matokeo kwa kiasi kikubwa. Na kwa kufunga masaa 16, niliona kabisa mimi naelekea kupona. Na nilifika mahali, kwa mfano mwezi huu wa 3, nafunga masaa 24 yale. Nikija kupima sukari yangu jioni iko 3.7. Na kingine ambacho niligundua, unapokula usikae au ukapanda kitandani kulala. Fanya mazoezi ambayo at least ni mepesi kwa dakika 10, 15 mpaka 20. Kwa hiyo nilipokuwa nakula baada ya masaa 16 kama sijafunga, ofisini kwangu kuna ghorofa 9. Nilikuwa natoka taratibu napanda na njia ile ya kupandisha magari. Situmii lift.
natembea taratibu mpaka ghorofa ya 7. Nilikuwa nachoka na sweat sana, lakini nikawa naona kwamba sipati shida tena, sukari yangu inashuka. Kwa nini nilifanya hivyo? Nilikuwa nikishiba napata usingizi kabisa, yaani hata kama umekaa mezani unataka kusinzia ulale. Nikagundua kwamba ninapokuwa nimekula chakula sukari inapanda. Kwa hiyo kwa kutembea kwa muda wa dakika 10, 15, 20 nilikuwa naona nakuwa kawaida. Na mpaka sasa hivi nikisha kula lazima nipande kule jengoni kwetu mpaka ghorofa ya 7. Sipati shida ya miguu, pumzi hainisumbui. Kwa hiyo siku hizi imekuwa ni mwenendo wangu, hata nikikaa sana natembea, napanda na kurudi. Kwa maana hiyo nilichogundua mimi, kwa sisi ambao tunakuwa na sukari, kufuata miongozo ndio kitu kikubwa sana. Kwa sababu kuna siku mimi naamka sukari yangu iko ndogo mpaka naogopa, lakini inakuja inakaa vizuri, wala ipandi wala inisumbui. Kwa hiyo kwa kikubwa mimi ninachoshauri, kwanza tuzingatie tunachokipata humu kwenye grupu, maelekezo yanayoletwa na wenzetu waliopona, madaktari tuliokuwa nao, na pia tusikilizie miili yetu, sababu miili yetu haifanani. Ukiona umekula kitu mwenzako amekiposti huku kimemfaa, wewe umekijaribu ukakuta unadorora, kiache, hakikufai. Kwa mfano mimi siwezi kula karoti, ndanipandisha sukari, na kula nyanya kwa ajili ya macho. Na kingine nilichogundua sana, mazoezi. Tunapokuwa tumekaa kama alivyoelezea daktari jana, sukari kwenye mzunguko wetu wa damu ni nyingi. Tunapofanya mazoezi inatumika kwenye misuli na kwingine kote, kwa hiyo inapungua kwenye mwili. Kwa hiyo mazoezi ni sehemu yangu ya maisha. Sasa hivi nafanya mazoezi ya kushika vitu vizito kidogo sababu nimepungua sana. Na kipindi sijagundua nina sukari au nimegundulika na sukari na hilo grupu la kwanza, kupungua uzito kwangu ilikuwa ni ngumu sana. Najinyima, nafanya hivi, lakini nakuta uzito uko pale pale kama jiwe. Lakini kwa kufuata maelekezo na miongozo ya wenzangu na kuangalia nile nini, nilale saa ngapi, niamke saa ngapi, nilianza kupungua. Mwaka jana mwezi wa 6 nilikuwa na kilo 90, 89.8. Lakini hivi tunavyoongea leo mimi na kilo 72. Ile shida ya ganzi imeisha. Ile shida ya gesi imeisha. Sukari kupanda ovyo ovyo imeisha. Nalala usingizi wangu wa kutosha, ambao ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu pia niliobserve siku ambayo ninachelewa kulala, kesho yake sukari yangu lazima ipande. Kwa hiyo cha kuweza kuwaeleza ni kwamba kila mtu asikilizie mwili wake na kufuata miongozo na kuongea. Unapokuwa una changamoto, natakiwa tuongee ili tushaurike. Inawezekana changamoto tuliokuwa nayo sisi sio ya sukari, ni nyingine kama wenzetu walivyoelezea jana, kwa sababu walikuwa na complications zingine ambazo ziligundulika na si sukari. Baada ya kuona nimeanza kupungua pia, nilianza kucontrol portion ya chakula. Nachukua kama ni mboga kiasi, nachukua kama ni salad yangu kiasi, kama na protein nachukua kiasi. To control pia portion, tusile vitu vingi sana. Na kama unakula mara 2 kwa siku, kila kiasi na jioni kala kiasi, basi mwili wako utakuwa vizuri, kwa sababu pia imenisaidia nimepungua sana. Sasa hivi siumwi kichwa, sina hizo ganzi, sina gesi, sina tatizo lolote, na hata ukiniona hivyo huwezi kujua mimi naumwa. Nimebadilika mpaka ngozi yangu ni nzuri. Na watu wananishangaa, wananiambia unakula tu mboga mboga, unakula tu mboga mboga, na kwenda na chakula changu ofisini. Mwezi wa 12 waliniambia, "Hey, hata saa hizi unajitesa bado?" Naambia hapana, mwili wangu una shida, kuna vitu naweka sawa. Tumekwenda mwaka mpya, nimekwenda na bakuli zangu za mboga na vyakula vyangu vile vile sijabadilisha. Yaani wewe mpaka saa hizi bado uko vile vile? Naambia hapana, kuna malengo nimeyaweka kwenye mwili wangu hayajatimia. Umepungua sana. Naambia hapana, sitaki kuwa mnene. Nahitaji mwili wa wastani, kwa sababu mwili mnene unashambuliwa na maradhi, nawaambiaga hivyo.
Sasa wiki iliyopita yote karibu siku 8 nilikuwa Dar es Salaam kikazi. Ninaposafiri huwa inaniwia vigumu sana kwa sababu unakuwa hotelini, lakini ratiba yangu inabaki kuwa ile ile. Tulikuwa tuna kikao huko White Sand Hotel. Ikifika muda wa kula, naanza na salad, nachukua pale ni nyingi tu na kula. Natafuta kama kuna kitu kingine cha kujazia ambacho naona kinanifaa na kula, vingine vyote na viacha. Na kilichokuja kunipa amani zaidi, wafanyakazi wenzangu sijaonana nao toka mwaka jana mwezi wa 9, wengine wa 6. Sasa hivi wamenifuata wote, wananiambia umefanya nini? Umefanya nini mpaka umebadilika hivyo? Naambia hapana, sili tu hivyo vitu vyote mnavyokula nyie. Wengi wanatamani lakini wanakuambia ni ngumu. Nikaambia ukiamua kwa dhati na ukidhamiria wanapungua, kwa sababu wengi wamenenepa, wana kilo zaidi ya 100. Mimi ni mtu mzima sana kwao, wanaona ulaji wangu, wao wanatamani kupungua, lakini bado wanakwenda na style ile ya kula chipsi, soda, wali, chapati na vingine vingi. Nikawaambia hivi vitu mimi nimeviacha toka mwaka jana mwezi wa 7, na ndio maana nimebadilika kiasi hiki. Kwa maana hiyo, katika kundi letu hili, kila mtu usikilizie mwili wake. Unaangalia kipi kinakufaa, kipi hakikufai. Nadhani tutafanikiwa. Na